Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hatari ya kutokea magonjwa huko Gaza. Rwanda yakanusha kuwafadhili waasi wa Burundi waliopo mashariki mwa DRC. Na Urusi yaishtumu Ukraine kushambulia mji wa mpakani wa Belgorod na kuua watu 10. Habari kamili. Moscow. Maafisa wa Urusi wamevishtumu vikosi vya Ukraine kwa kushambulia kwa makombora mji wa mpakani wa Belgorod na kusababisha vifo vya watu 10, wakiwemo watoto 3, kulingana na taarifa iliyotolewa na gavana wa mkoa wa Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Hayo yanajiri siku moja baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa kote nchini Ukraine na kuua takriban raia 39. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hii leo kuwa shughuli zinaendelea sehemu mbalimbali ili kurejesha hali ya kawaida baada ya mashambulizi hayo. Urusi na Ukraine zimedai hata hivyo kuzima mashambulizi kadhaa ya ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali. Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA limetahadharisha hii leo kuhusu hatari inayoongezeka ya kutokea kwa magonjwa katika eneo la makazi ya muda katika ukanda wa Gaza ya watu, ambapo makumi ya watu wamekimbia mashambulizi ya mabomu ya Israel. OCHA imesema watu hao wanaishi katika mazingira duni, huku huduma za afya zikiwa zimeelemewa, hasa kutokana na wimbi jipya la watu kuwasili eneo hilo kutokana na amri ya jeshi la Israel. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba kuharisha na matatizo kwenye mfumo wa kupumua ni miongoni mwa magonjwa yanayoripotiwa katika makazi hayo. Takriban watu 180,000 tayari wanakabiliwa na matatizo ya kupumua, huku watoto zaidi ya 136,000 walio chini ya umri wa miaka 5 wakikumbwa na magonjwa ya kuharisha. Kulingana na Wizara ya Afya huko Gaza inayodhibitiwa na Hamas, mzozo huo tayari umesababisha vifo vya Wapalestina wapatao 21,672. Kigali. Rwanda imekanusha matamshi ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye yaliyodai kuwa serikali mjini Kigali inawafadhili waasi wa Red Tabara wanaoendesha hujuma dhidi ya Burundi kutokea ardhi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa iliyotolewa leo na serikali ya Rwanda imesema matamshi hayo ya rais Ndayishimiye hayana ukweli na kwamba nchi hiyo haina mahusiano na kundi lolote la wabeba silaha linaloiandama Burundi. Hapo jana rais Ndayishimiye aliituhumu Rwanda kuwasaidia kwa hali na mali waasi wa Red Tabara, hujuma zinazozidisha uhasama kati ya mataifa hayo jirani na wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali mjini Kigali imekumbusha kuwa hivi karibuni ili wakabidhi kwa Burundi wanamgambo walioingia Rwanda, hii ikiwa ni kudhihirisha azma ya ushirikiano na jirani yake huyo, huku ikiwataka viongozi wa Bujumbura kuwasilisha malalamiko yao kwa njia za kidiplomasia ili yapatiwe suluhu la kirafiki. Hata hivyo, rais Ndayishimiye alieleza masikitiko yake jana kwamba juhudi zote za majadiliano na Rwanda juu ya swala hilo hazijazaa matunda. Addis Ababa. Serikali ya Ethiopia imekanusha tahadhari iliyotolewa na viongozi wa Tigray kwamba jimbo hilo lililoharibiwa kwa vita limo ukingoni kutumbukia kwenye baa kubwa la njaa. Siku ya Ijumaa, rais wa mpito wa jimbo la kaskazini mwa Ethiopia, Getachew Reda, alisema 91% ya wakazi wake wamo kwenye kitisho cha kukosa chakula na kupoteza maisha. Alifananisha hali hiyo na ile iliyoikumba eneo la kaskazini mwa Ethiopia mnamo miaka ya 1980, ambapo karibu watu milioni 1 walikufa kwa kukosa chakula. Hata hivyo, serikali mjini Addis Ababa imekanusha madai hayo, huku ikikiri kwamba watu milioni kadhaa kaskazini mwa Ethiopia wameathiriwa na ukame wa muda mrefu pamoja na mafuriko yaliyoshuhudiwa hivi karibuni.